بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kikao ni cha kuomboleza au kuadhimisha mauaji ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, Al-Imam Sayyid Ali Khamenei qaddasallahu nafsahu. Mwenyewe au hata Sayyid Hassan Nasrallah rahmatullahi ta'ala alayhi, mara nyingi walipokuwa wakiweka vikao kuomboleza mauaji ya mashahidi, ilikuwa hawasemi kuomboleza, wenyewe ilikuwa wanatoa mkono wa pongezi ni tabriki, kwa sababu katika aya iliyotangulia kusoma, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah, hii inathibitisha hata katika waumini, minal mu'minina, miongoni mwa waumini kuna watu ambao walisadikisha kile walichoahidiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kile walichomwahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana walisimama wakapambana, hawakukubali dhulma, hawakukubali unyanyasaji, mwisho mpaka wakaondoka katika hii dunia. Wameondoka kwa nini? Man qadha nahba, lakini ni kwa sababu ya thabati ya ile msimamo waliosimamia katika kutekeleza zile ahadi walizompa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo baadhi ya wapokezi wanatuambia Imam Hussein salamullahi alayhi alipokuwa anaelekea katika uwanja wa Karbala alikuwa na ikarimu faminhum man qadha nahba wa minhum man yantadhir. Na hapa ndipo pia tunapata falsafa ya intidhar. Tunaposema ile intidhar hujja, intidhari hapa ndio tunapata falsafa, kwa maana wale waliotangulia katika safari ya kwenda kukutana mbele za Mola wao Subhanahu wa Ta'ala wamepambana, hawakuchoka mpaka wakauliwa mashahidi au wakafa vifo wa kawaida, lakini katika mapambano ya kupambania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kuna mwandishi wa Kifaransa Profesa Henry Corbin ana makala yake yameandika kwa ajili ya Uislamu ni kufa au Waislamu, lakini kutokana na aya tukufu kama hii, minal mu'minina rijalun, hawa watu waliogawanywa makundi mawili, waumini waliogawanywa makundi mawili, Uislamu hauwezi kufa wala wao hawezi kufa. Ni kwa sisi tuliolala ndio Uislamu wetu umekufa, tumebaki na Uislamu wa majina. Utanitambua kwa ni Uislamu na kukuambia jina langu nani, lakini watu kama hawa, hii aya yenyewe kuna mambo karibu 7 au 8, kwa sababu ya muda sitoyataja, lakini hii aya yenyewe inathibitisha hawa waumini madamu wamesimama kupambana, basi wao hawawezi kufa kama Waislamu na Uislamu hauwezi kufa. Na ndipo utapata hii falsafa ya intidhar Sayyidul Qaid, ambayo leo tumekuja kuadhimisha mauaji yake alipowasalia mashahidi katika swala, nafikiri ya Sayyid Raisi au ni katika wale makamanda waliouliwa, alikimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusikuna shahada fi sabilillah.
na huku yuwalia kuwaikariri aya, kwa kuwa sisi al-intidhari ambayo imekusudiwa ndani ya aya ni hii, kwa kuwa sisi tuko kwenye mapambano, na mapambano haya hawa walioingia katika safari ya kuja kukutana na wewe ya Rabbi, na sisi pia turuzuku shahada kama wao. Kwa sababu gani? Iwe ni damu kama ya al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi, tuwathibitishie walioandika makala kutuuliza, kwa kuwa waliokufa ni Waislamu au ni Uislamu, tunawaambia kwa kuwa la, ule Uislamu wa asili uliosimamishwa na bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ambayo ilipigwa vita na Banu Umayya na maadui wote mabwenyenye na mabepari na madhalimu, ilinyoshelezwa na damu ya Imam Hussein salamullahi alayhi, na Sayyidul Qaidi alikiomba kama damu za mashahidi zilivyonyosheleza mti mtaharifu kama huu, kalimatan tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi sama, na sisi ya Rabbi pia turuzuku khati kama hii na masiri kama hii na mwisho kama huu ya Rabbi, pia sisi tuipate hii shahada ya kunyosheleza bendera kwa hara. Na ndipo hata mazungumzo yake maarufu katika baada ya kutokea fitna za ndani baada ya uchaguzi wa pili baina ya Ahmad Najari na nafikiri ni Musawi, kulitokea fitna na maandamano. Katika khutba aliyoitoa Sayyidi katika khutba ya Ijumaa, ambapo wenyewe wanasema ilivunja historia ya Ijumaa umma ulioshiriki, kwa sababu kuanzia usiku mapema barabara zote zilikuwa zimefungwa, na ilipotangazwa Ijumaa hii ataswalisha ni Sayyid, basi watu walianza wale mkoani ambao wametoka mbali kutafuta kusikiza Sayyid kusema. Na kusema la kweli ni khutba ambayo hata Condoleezza Rice mwenyewe alisema mipangilio tuliyoipanga kwa muda wa miaka 20 huyu bwana ameivunja kwa dakika 45. Alizungumza ndio pale akamhutubu al-Imam Hujja Faraja Sharif wa ali Muhammad, akimwambia Sayyid, mimi ni mtu dhaifu, mimi ni mtu sina nguvu, nimezeeka, hii nchi yako, sisi tuko kwa ajili yako, tusaidie Sayyid. Na mwenyewe anazungumza, yani mazungumzo aliuliza msikiti mzima, na si msikiti peke yake, mpaka nje barabara zote zimefungwa, kwa sababu wenyewe walisema ni Ijumaa ilivunja historia kwa umma ulioshiriki. Hii yote asema mbali ya yote haya, akimhutubu sahibul asri wa zaman, kwa kuwa mbali ya yote haya mimi nimeamua kuishika bendera hii bila ya kuteteleka mpaka mwisho. Madamu bendera hii yako, basi mimi niko tayari kutoa umri wangu wote. Na hii inathibitisha si kwa maneno yake. Ukisoma historia yake kuanzia kijana yuko kwenye mapambano, na mpaka alitolewa hukumu akapelekwa mipakani upande wa Sistan na Baluchistan, ambayo ni mipaka ya Pakistani, kwa sababu ya zile haraka alizokuwa nazo. Na ndipo hata baadhi wanasema aliwahi kuisherehesha tafsiri ya Sayyid Qutb, kwa sababu ni katika zile tafsiri ambazo ni haraki. Kwa hiyo alikuwa katika mapambano umri wake wote. Faminho ni muhimu sana hii falsafa ya intidhar tuweze kuwa nayo, tujue kwa falsafa ni kama sio intidhar salbi, ni intidhar ijabi, intidhari ya kuwa wewe uko katika mapambano kila ulipo. Na ndio yale maneno yanayosema ambayo yalichukuliwa kutoka kwa baadhi ya maulama, si hadithi, kutoka kwa baadhi ya maulama wanaosema kwa kullu ardhin Karbala. Si lazima ushike silaha, kila ardhi, kila ulipo panahitaji mapambano. Kullu ardhin Karbala wa kullu yawmin Ashura, yani kila mahali palipo na dhulma, kila mahali palipo na unyanyasaji, kila mahali palipo na mabwenyenye na mabepari, basi hapo ni mahali, ni ardhi ya Karbala. Ni lazima kuwe na mapambano. Na mapambano kama ninavyosema siku zote, kwa mapambano yanatofautiana.
Si lazima kuwe na mapambano ya silaha wakati wowote. Kila sehemu kuna mapambano yake. Moja ya mapambano makubwa aliyosimama Sayyidul Qaid, na ndipo leo sisi katika nchi zetu, hususan katika maeneo yetu, tumemalizwa, ni kuhusu kubadilisha mila, desturi, itikadi za wale watu ambao majority ni Waislamu. Wacha ambao majority ni Waislamu walibadilisha mila na desturi na zile itikadi zetu hata katika sehemu ambazo si za Kiislamu, kwa sababu imezoeleka katika miji yetu. Hata wasiokuwa Waislamu walikuwa wakivaa kiheshima, walikivaa kiadabu. Leo wamekuja kutuonyesha kwa mavazi ni kutembea uchi. Kwa hiyo utampata msichana amevaa vibaya, mpaka mwisho wajiuliza huyu amevaa au watembea uchi. Kwa hiyo moja ya mapambano ya Sayyidul Qaid ndio siku zote, na kuna kitengo maalum wamekitengeza cha wataalamu ndani ya Jamhuri ya Kiislamu, kinaitwa jopo la mambo ya mila na desturi, kwa sababu mkishabadilishiwa mila na desturi, nyinyi mmeshakuwa umma mayita, kama anavyosema Imam Ali salamullahi alayhi, kama yitil ahya, tunafuata wengine. Kwa hiyo Sayyidul Qaid alipambana sana kuhakikisha kwa amehifadhi, na ndio maneno yake mara nyingi alikuwa akisema dini yetu na mila na desturi zetu. Tuhifadhini mila zetu na desturi zetu na dini yetu. Mara nyingi alikikariri, na akikuta kitu mpaka ndani ya idhaa zao ambazo ni idhaa za ndani, kuna idhaa kadhaa, Sayyid alihimiza sana, jitahidini musitumie maneno ya kigeni. Ambapo leo mimi nikipanda mimbar, kwa sababu ninataka kujionyesha ni Mwarabu sana, inshallah taala, watu 90% hawaelewi Kiarabu, mimi ninaleta maneno ya Kiarabu, yamefaidisha nini? Au nataka kujionyesha ni msomi, au mwingine kutaka kujionyesha yeye ni mzungu sana, akipanda kwenye mimbar, inshallah taala 90% maneno yake ni ya Kizungu. Wewe mpaka utashangaa huyu ametoka maeneo gani? Moja ya falsafa Sayyidul Qaid kupambana na nidhamu ya udikteta, alimaliza hizi thakafa ambazo zilikuwa zimelengwa kuingizwa ndani ya Jamhuri ya Kiislamu, mpaka ikawa kuna wakati, sijui kwa sasa kama wameacha, ilikuwa kuna baadhi ya channel yao ya pili saa 2:30 usiku wanaleta wale viongozi, mfano mazungumzo ya dakika 10. Huyu amezungumza maneno mangapi ambayo si yetu, ya lugha yetu ya asili. Mpaka rais wa nchi, spika wa bunge akizungumza vibaya, wanamleta bwana, hili neno linaletwa, hili neno linaletwa. Wakawa wanajaribu kufuatana mpaka wakazoea, ikawa mwisho mtu akiwa hajiamini anaandika. Na hivyo nafikiria ni vita rahisi, lakini si vita rahisi. Yeye ameziingiza katika vita al-harbu nafsi, na alipambana sana. Na ndio wasomi maarufu wanatuambia Joseph Nye alipoandika kitabu chake ambacho wazungumzia vipi waliweza kufaulu Russia wakati wa Umoja wa Kisovieti, asema sisi tuna soft war, al-harbu nafsi, vita laini. Ni vita unapigwa bila kujijua. Wewe mwisho unajitangaza kwa mimi, hata ukiulizwa, ukienda huko, ukiulizwa wewe umetoka wapi, utamwambia mimi nimetoka Uingereza, ukaona kampu mmoja mwingine unaweka chini suruali huku na kule, hutaki kuzungumza Kiswahili kwa sababu unaona ni aibu. Nani Kissinger asema kwa sisi tulifanikiwa Russia kuangusha Umoja wa Kisovieti kutumia soft war, vita laini. Mtu anakumaliza bila ya kujijua. Na ndio wenyewe wakasema katika upande wa Mashariki ya Kati, mtu wa kwanza alianza kugundua vita laini ni Sayyidul Qaid. Na ndipo leo ukirudia kuangalia katika hotuba zake, kama upande wa Hizbullah wana mausura yao kubwa, wanazizungumzia zile, wanazichambua hotuba za Sayyid, na baadhi ya maulama wanakwambia mpaka ile mihadhara aliyoitoa, zile lecture ambazo amezitoa na zile hotuba alizozitoa alizozungumzia vita laini ni zaidi ya 120. Kwa sababu gani? Ya ile hatari waliyoona imewakabili. Kwa hiyo huyu ni mtu faminhu manyantawi wama badalu tabdila. Hawakutishwa na filamu za Hollywood kama sisi. Tukiwaona kina Rambo na Arnold Schwarzenegger tukajua
Amerika hakuna kama yeye, na hata ukizungumza mwingine akwambia America, United States superpower. Sasa mtu mpaka anataka kuzungumza kama wa Amerika, lakini alianza al-Imam Sayyid Musa al-Khomeini, na hawa ndio wanafunzi wake. Kuna wengine waliotangulia kina Shahid Tahari Beheshti, na hawa wengine ambao wengine walilelewa na kina Sayyid Abbas Musa wa kina Sayyid Hassan Nasrullah, wote walipitia kwa Imam Khomeini qaddasallahu nafsa. Mmoja ni Sayyidul Qaid. Kwa hiyo wale waliotangulia wakazitoa na kumwaga damu zao kwa ajili ya kusimama na kutekeleza ile ahadi waliompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo hivi Sayyidul Qaid aliomba siku zote, na ndipo leo amani ya damu yake tunaipata. Angalia ilivyokuja kuweka umma pamoja. Ndipo hapa linapatikana jibu zuri kwa kuwa Uislamu umekufa au Waislamu. Jibu linasema kwa Uislamu haujafa wala Waislamu hawajafa. Na leo inathibitisha Jamhuri ya Kiislamu ya Irani leo unajiita superpower. Sisi hatukubali kuchezewa na kupelekwa vile unavyotaka wao, ukipiga na sisi tunapiga. Na hivi ndio inavyotakikana. Waislamu wasimame, wathibitishe wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Ni lazima tutengeneze nguvu zetu, tuhakikishe kila mahali ambapo adui anataka kupenya sisi tuzide. Na leo ndiyo damu ya Sayyid Qaid imeweza kuhifadhi umma wa Kiislamu kwa kiwango kikubwa. Leo ukifuatilia katika baadhi ya nchi, hata Lebanon, hata ukienda magharibi upande wa Europa na Amerika, au hata Iran, wale wasiokuwa Waislamu, nafikiri hata katika baadhi ya klipu kama umeziona, Sayyid Qaid alikienda kutembelea wale vijana waliouliwa katika vita, hata hapo si Waislamu walijitokeza kupambana. Leo kuna baadhi ya vyama vya upinzani ndani ya Lebanon wanasimama, wanamzungumza Sayyidul Qaid, Sayyid Hassan Nasrullah, wanamzungumza kwa uzuri kwelikweli, na wako tayari kupambana bega kwa bega kusimama na Hizbullah. Kwa hiyo hii damu ya Sayyid imekuja kuweka umma pamoja, imekuja kuthibitisha kwa Uislamu haujafa. Sasa ni mimi na wewe tunayokuja kuadhimisha na kuja kuzinyanyua shakhsia kama hizi, kwa sababu hazihitaji kunyanyuliwa. Aliyenyanyuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anabaki siku zote hai, kwa sababu sisi ambao tutakuwa hatuna mbele hatuna nyuma, ndio wale tunakuwa ni amwat, lakini tunatembea ni majubi tu, yanatembea hayana athari yoyote. Lakini hawa watu mbali ya kuwa wameuliwa mashahidi, bado wako hai, na ndipo utapata leo ukiwasikia wapiganaji sawasawa ni wa Irani, sawasawa ni wa Lebanon, sawasawa ni wa Yaman, wanapambana kwa ruhia na kwa ushujaa na kwa nishati zile za wale walio watangulia, na mara nyingine zaidi ya wale walio watangulia. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa mabaki bendera yao inapeperuka. Kama wale waliofikiria kwa Imam Hussein imekuuliwa kwa nini utoke kaa na nini, kumbe hawajui falsafa ya Imam Hussein sallallahu alayhi. Imam Hussein imebaki hayo ndio na ndipo wenyewe wanasema, kama anavyonukuu Sheikh Muhammad Saleh, anasema wenyewe wa magharibi wanakiri kwa kuwa sisi upande wa Masuni, wenyewe wanasema magharibi upande wa Masuni tumeweza kuadhibiti, lakini Mashia tumeshindwa kwa sababu ya damu ya Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sisi ya kuadhimisha shakhsia